bila kuingilia uhuru wa mahakama, kuweka utaratibu mahakamani ambapo haki itatendeka na haki itaonekana ikitendeka. Na utaratibu ni rahisi tu. Shauri hili sasa liko mahakama ya rufaa. Mahakama mbili hizi, mahakama ya rufaa na mahakama kuu hapa Dar es Salaam, ziko karibu. Sasa mahakama ya rufaa kwa namna ilivyojengwa ina ukumbi mdogo sana. Kutokana na udogo wa ule ukumbi wa mahakama ya rufaa, mahakama ya kwa kawaida kukiwa na mashauri yenye maslahi ya umma, mahakama ya rufaa inayaendeshea mashauri hayo kwenye jengo la mahakama kuu ambalo lina kumbi kubwa zaidi. Na pale mahakama kuu ukumbi mkubwa zaidi ni ule ukumbi namba 1 ambao una nafasi ya watu kukaa chini na una nafasi ya watu kukaa juu kwenye jukwaa. Kwa hiyo una nafasi ya wingi wa watu wengi zaidi. Taarifa nilizonazo mimi kutoka vyanzo vya mahakamani huko ni kwamba ule ukumbi namba 1 mahakama kuu kesho hauna kesi yoyote. Kwa hiyo mahakama ya rufaa ifanye utaratibu wa kuhamishia usikilizaji wa shauri hili kufanyikia katika ukumbi wa mahakama kuu namba 1 ili kutoa nafasi pana ya wingi wa watu wa kuingilia mahakamani kufuatilia shauri hili. Kwa hiyo natoa mwito kwa wasajili wanaohusika wa mahakama. Msajili anahusika na mahakama rufaa, msajili anahusika na mahakama kuu, kuchukua hatua za haraka za kiutawala kuepusha hatari na shari inayoweza kusababishwa na hizi haya matendo yaliyofanywa ya kutengeneza mazingira ya watu kuanza kugombana kwa jambo ambalo watu hawastahili kabisa kugombana. Na nitoe mwito wa wazi kwa jaji mkuu na jaji kiongozi, kama watendaji na viongozi wanaosimamia muhimili wa mahakama katika majukumu sio tu ya usimamizi wa haki na majukumu ya kiutawala, kuweza kuingilia kati jambo hili ili mahakama kwa ujumla wake, mahakama ya rufaa na mahakama kuu, isipate aibu ya kuonyesha kwamba imeshiriki njama za kudhibiti watu, idadi ya watu na uhuru wa watu kuwepo kwenye mahakama ya umma ambayo ni mahakama ya wazi, ni open court, kusikiliza shauri kubwa kabisa la uhaini, shauri linalomhusu kiongozi wa kisiasa anayeongoza chama kikuu cha siasa Tanzania, mwenyekiti Tundu Antipas Lissu. Mambo mawili kwa jeshi la polisi. La kwanza, wapuuze taarifa za uongo za ndani ya jeshi la polisi lenyewe zinazodaiwa kuwa za kiintelijensia, kwamba watu wa Chadema, maana kuna habari hizo wamelishana uongo huko ndani kwamba Chadema inataka kufanya vurugu ya wanachokiita kumuokoa Tundu Lissu kutoka kwenye mikono ya magereza na mikono ya polisi. Uongo mtupu. Uongo ambao umetengenezwa ili kutekeleza nia ovu ya kupiga raia na kupiga wananchi na kufanya vurugu. Watu wa polisi wenye kuheshimu utawala wa sheria, haki na maadili waepukwe kuingizwa kwa uongo kwenye mzozo na mgogoro ambao utalichafua zaidi jeshi la polisi ambao tayari limeshajichafua kwa matendo mbalimbali ya siku ya nyuma. Nitoe mwito kwa mkuu wa jeshi la polisi, IGP, kuweza kufuatilia jambo hili. Jeshi la polisi kwa ujumla wake wasikubali kuingizwa katika kuchafuliwa wote kwa umoja wao kwa sababu ya matendo ya watu wachache ambao wanaacha kufanya kazi kwa ukweli, kwa haki, kwa uweledi. Na tukumbushe jeshi la polisi, na nikumbushe IGP, matendo kama haya ya taarifa za uongo zinazoitwa za kiintelijensia ndio yalifanya jeshi la polisi likapiga watu mahakama ya Kisutu pale wakati kesi ya mwenyekiti Lissu inakwenda kwenye hatua ya komito mwezi Aprili mwaka 2025. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.